Moto umewaka katika bunge la kitaifa la Tanzania baada ya wabunge kumshambulia vibaya Samia Suluhu na kumlaani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli kali ya mbunge wa jimbo la Geita Joseph Musukuma imegeuka kuwa mjadala mpana wa kisiasa na kiutawala baada ya kuhoji vikali utaratibu wa uteuzi wa wenye viti wa bodi katika taasisi za umma, akidai nafasi hizo zimepoteza dhamira yake ya msingi na kubadilishwa kuwa vyeo vya shukran kwa watumishi waliostaafu badala ya kuwa zana za kusukuma maono, mageuzi na uwajibikaji. Kauli hii imetolewa Februari tarehe 3 mwaka 2026 wakati wa mjadala wa mpango elekezi wa maendeleo ya muda mrefu wa mwaka 2026-2027 na hadi mwaka 2050-51. Mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano kuanzia 2026-27 hadi 2030-31 pamoja na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa 2026-2027. Katika bunge lenye hisia mseto, hoja ya Musukuma imegusa kiini cha mjadala mkubwa unaoendelea nchini kuhusu ufanisi wa taasisi za umma, uwazi wa uteuzi wa viongozi, nafasi ya vijana katika uongozi na kama kweli mifumo ya sasa inalingana na malengo mapya ya maendeleo, ushindani wa kikanda na mabadiliko ya kiteknolojia. Akichangia mjadala, Musukuma amesema nafasi ya mwenyekiti wa bodi ni nyeti ya kimkakati na inahitaji mtu mwenye maono, nguvu, ari ya mabadiliko na uwezo wa kusukuma taasisi mbele. Hata hivyo, kwa muda mrefu nafasi hizo zimekuwa zikipewa watu waliokwisha kutumikia serikali na kustaafu, na hali ambayo kwa mtazamo wake imeua ushindani, kuzima ubunifu na kuondoa presha ya kiutendaji. Amesisitiza kuwa bodi nyingi zimegeuka kuwa maneno ya kupumzika kwa waliostaafu badala ya kuwa chombo cha uwajibikaji. Kauli hiyo imejikita katika hoja ya kwamba mtu aliyemaliza safari ya utumishi hana motisha wala hofu ya kupoteza chochote, na ni jambo linaloathiri kasi ya maamuzi na ufuatiliaji wa malengo ya kimkakati. Hoja ya Musukuma inakuja wakati serikali inajipanga kutekeleza mipango mikubwa ya maendeleo ya muda mrefu hadi mwaka 2050, ikilenga mageuzi ya kiuchumi, mapinduzi ya viwanda, matumizi. Hoja ya Musukuma inakuja wakati serikali inajipanga kutekeleza mipango mikubwa ya maendeleo ya muda mrefu hadi mwaka 2050, ikilenga mageuzi ya kiuchumi, mapinduzi ya viwanda, matumizi ya teknolojia na ushindani wa kimataifa. Na katika muktadha huo, wadau wengi wa maendeleo wamekuwa wakisisitiza kwa uongozi wa taasisi za umma ni kiungo muhimu katika sera na utekelezaji. Ripoti za Benki ya Dunia na OECD zimekuwa zikisisitiza mara kwa mara wa bodi imara zenye uwajibikaji na mchanganyiko wa uzoefu na mawazo mapya zinaongeza ufanisi wa taasisi za umma, na BBC News na The Guardian wamewahi kuripoti mifano ya nchi zilizoimarisha bodi zao kwa kuzingatia vigezo vya uwezo, uwajibikaji na uwakilishi wa kizazi kipya. Hoja ya vyeo vya shukran imegusa moja kwa moja mjadala wa nguvu za ndani za mfumo wa utawala, na wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa uteuzi waliostaafu kwenye bodi mara nyingi hutokana na utamaduni wa kulipana fadhila, uaminifu wa muda mrefu ndani ya chama tawala au hofu ya kuvunja mizani ya kisiasa. Ila kwa mujibu wa wachambuzi walionukuliwa na East African, mfumo huo una faida ya uzoefu, lakini pia una hatari ya kuendeleza maamuzi ya tahadhari kupita kiasi, ukosefu wa ubunifu na kuepuka maamuzi magumu yanayoweza kuleta mageuzi. Na ndani ya vyama vya siasa, mjadala huu pia unaibua mgongano wa kimya kati ya kizazi cha zamani na kipya kuhusu nani anapaswa kuendesha taasisi katika zama za ushindani wa kidijitali.
Msukuma amesisitiza kuwa hana tatizo na ushindani katika uteuzi wa wenyeviti wa bodi, bali anataka ushindani huo uambatane na kigezo cha umri na uwezo wa sasa. Kauli hii imepokelewa kwa hisia tofauti, hasa miongoni mwa vijana na wataalamu walioko kazini ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamikia kukosa nafasi za juu na maamuzi licha ya kuwa na elimu, ujuzi na uzoefu wa kimataifa. Reuters na Al Jazeera wamewahi kuripoti mijadala kama hii katika nchi nyingine za Afrika, ambapo kizazi kipya kinadai nafasi katika bodi na taasisi za umma ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia, masoko ya kimataifa na matarajio ya wananchi. Kwa Tanzania, mjadala huu unaongeza shinikizo la kisiasa kuhusu ajenda ya ajira, ushiriki wa vijana na matumizi ya rasilimali watu. Hadi sasa kuna tamko rasmi la moja kwa moja kutoka serikali linalojibu hoja ya Msukuma, hali ambayo imeacha nafasi kwa tafsiri tofauti. Na katika matamko ya awali kuhusu mipango ya maendeleo, serikali imekuwa ikisisitiza uwazi, ushindani na ufanisi katika uteuzi wa viongozi wa taasisi za umma, ikitaja kuwa bodi zinapaswa kusaidia kufikia malengo ya taifa. Hata hivyo, wachambuzi wanaona ukimya huu kama dalili ya mgongano wa maslahi, hasa ikizingatiwa kwa uteuzi wa bodi mara nyingi hufanywa kwa mamlaka ya juu ya kisiasa. Daily Nation imewahi kuandika kuwa ukimya wa aina hii katika mijadala ya kimuundo mara nyingi huashiria mvutano wa ndani au tahadhari ya kisiasa kabla ya kufanya maamuzi yanayoweza kuathiri makundi yenye ushawishi. Wataalamu wa utawala wa umma wanasema mjadala huu haupaswi kuangaliwa kama vita kati ya wazee na vijana, bali kama hitaji la kusawazisha uzoefu na ubunifu. Ripoti ya OECD na utafiti wa vyuo vikuu zimeonyesha kuwa bodi bora ni zile zinazojumuisha mchanganyiko wa uzoefu wa muda mrefu na mawazo mapya, huku zikiwa na mifumo ya uwajibikaji na tathmini ya utendaji. Kwa upande mwingine, wataalamu wa uchumi wanatahadharisha kuwa kuendelea kuteua viongozi wasio na presha na utendaji kunaweza kudhoofisha utekelezaji wa mipango na maendeleo, kuongeza urasimu wa kupunguza kasi ya mageuzi, hasa katika taasisi zinazohusika na miundombinu, nishati na teknolojia. Ingawa hoja ya Msukuma imewasilishwa katika mjadala wa mipango ya maendeleo, athari zake zinaelekea moja kwa moja kwenye imani ya umma kwa serikali na taasisi zake. Wananchi wengi wamekuwa wakilalamikia huduma duni, bodi zisizoonekana, uwajibika na maamuzi yanayochelewesha maendeleo. Kwa mujibu wa AP News, katika nchi nyingi, mijadala kuhusu uteuzi wa viongozi wa taasisi za umma huathiri moja kwa moja taswira ya chama tawala, hasa kuelekea uchaguzi. Ikiwa hoja hii itachukuliwa kama dalili ya mfumo unaolinda maslahi ya wachache, unaweza kuongeza shinikizo la kisiasa na kuibua madai ya mageuzi ya sheria. Na Tanzania imewahi kushuhudia mijadala kama hii hapo awali, hasa wakati wa mageuzi ya mashirika ya umma na ubinafsishaji katika miaka 1990 na 2000. Wakati huo hoja kuu ilikuwa ufanisi, uwajibikaji na kuondoa mzigo kwa serikali. Hata hivyo, changamoto za uteuzi wa bodi ziliendelea kujitokeza, zikihusishwa na siasa, uaminifu na uzoefu wa muda mrefu serikalini. Hoja ya Joseph Musukuma imefungua mjadala mpana unaovuka mipaka ya bunge na kuingia katika mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa uongozi wa taasisi za umma. Suala hili ni muhimu sasa kwa sababu linaguza utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya muda mrefu, ufanisi wa taasisi na imani ya wananchi kwa mfumo wa utawala. Kisiasa, hoja hii inaweza kuwanufaisha wale wanaosukuma ajenda ya mageuzi, uwazi na ushiriki wa vijana, huku ikiwatia shinikizo wale wanaonufaika na mfumo wa sasa. Hatua zinazofuata zinaweza kuwa mapitio ya sera za uteuzi, mjadala mpana wa kisheria kuhusu vigezo vya uongozi wa bodi na kuendelea kwa hali ilivyo ikiwa hakuna msukumo wa kisiasa wa kutosha. Mwisho wa siku, swali aliloliweka Msukuma linaendelea kuwa wazi. Je, bodi za taasisi za umma ni vyombo vya shukrani au ni injini ya kuendesha maono ya taifa? Jibu lake litakuwa na uzito mkubwa katika safari ya maendeleo ya Tanzania kuelekea mwaka 2050.
Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa na kukuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.